Jana ilikuwa ni kama vile mechi ambayo Simba alijiandaa kwenda kushinda. Singida walitaka kwenda kufanya arafu kiwanjani. Nadhani ni maandalizi ya wachezaji. Yaani kwamba kisaikolojia wao waliamini kwamba mechi tayari imeshawashinda upande wao. Na kilichokuwa kimebaki ni kuwatoa Simba kwenye mchezo ili kupunguza idadi kubwa ya magoli, kwa sababu kama wangecheza kama Simba ambavyo walikuwa wanacheza, ile tushindane kimbinu, tushindane kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, inawezekana ingekuwa magoli mengi zaidi ya yale ambayo Simba alipata jana mawili. Kwa hiyo cha kukifanya ili kupunguza hizo hatari ni pale ambapo wachezaji wa Simba walikuwa wanashika mpira, ilikuwa rahisi kuona wachezaji wa Singida Black Stars wakifika kwenye miili ya wachezaji, jambo ambalo lilikuwa limetengeneza hatari nyingi sana ambazo naweza kusema ni kama mwamuzi alikuwa hayupo makini sana kwenye baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yanahitaji kuweza kutoa kadi nyekundu, kwa sababu yalikuwa ni hatari sana kwa afya za wachezaji. Tukio moja ambalo alicheza Emmanuel Keyeke kwa nadhani Kante na Kante alichezewa na Emmanuel Keyeke. Yani kuna namna ilikuwa hatari sana. Sasa matukio kama yale mwamuzi kama labda pengine angekuwa yuko makini zaidi, ilikuwa inahitaji kupatiwa kadi nyekundu. Kwa hiyo uliolisema ni kweli, kwa sababu Singida wao maandalizi yao walijiandaa kwenye uwanja wa mazoezi, lakini namna ambavyo walienda kuwasilisha kile ambacho kocha alikuwa anatamani kuona kiwasilisha kilikuwa tofauti. Yani akili ya wachezaji walikuwa wanaamini kabisa kwamba wanaenda kupoteza, ili tuondoe fedhea kwamba tumefungwa goli nyingi, wakawa wanafika kwenye miguu ya wachezaji. Lakini tactically unawasifu Simba kwa sababu nje ya changamoto zote ambazo walikuwa wanazipata wachezaji ndani ya uwanja, walikuwa wanatamani sana kutimiza majukumu yao vile inavyotakiwa na kuondoka na ushindi. Tazama mazingira ambayo wamepata magoli yote mawili, ni mazingira ambayo unaona kabisa ni mipango ambayo walikuwa wanajua kabisa kwamba Singida wachezaji wakikaa na mpira kwa muda mrefu, yani wa Simba wanafika mwilini. Cha kufanya ni kwamba tuache mipira kwa wepesi haraka kwenye nafasi, tuende tukashambulie kirahisi, tupate magoli ambayo hatugusani kirahisi. Ndio maana goli la kwanza kutoka katikati ni Maema anamwekea Chama anaweka pembeni kwa Anisset Yaura, Anisset anapiga ndani, Mpanzo anaenda ana finish, yani hajaguswa na mtu yoyote. Goli la pili pia hivyo nimeweka kwenye nafasi mtu anapiga cross, anaenda ana finish. Kwa nini? Kwa sababu ya mpango ambao wachezaji wa Simba wenyewe walikuwa tayari wameshaelewa kipi hasa ambacho wanaenda kukifanya, kucheza na Singida ambayo walikuwa wametoka kabisa kwenye system ya kwenda kucheza mchezo wa kiungwana, walikuwa wanavamia miili. Lakini hapo tumezungumza issue ya Elim Panzu, performance nzuri salama. Ukiwa na mchezaji ambaye anakupa namba, huku zipo kwenye usaidizi wa magoli, lakini pia kwenye magoli pia zipo, zina uelekeano ambao unafanana, unajivunia. Si haba. Inawezekana kama miongoni mwa wachezaji ambao kwenye msimu huu kwenye kikosi cha Simba utamzungumza kwamba amefanya vitu bora, kwa sababu ana magoli 7, lakini pia pasi za usaidizi wa magoli pasi 10, amehusika kwenye magoli 17. Unamzungumza mchezaji ambaye amehusika kwenye magoli 17 kwenye msimu mzima, kwenye mechi takribani za kutosha ambazo amecheza labda 20 na kwenda juu. Kwa hiyo manake kwenye kile ambacho nakizungumza sasa hivi kuhusiana na Simba, mafanikio ya kufukuzana kwenye mbio za ubingwa, ina maana lazima tamweka Mpanzu kwamba amechangia vitu vingi ambavyo vimeifanya Simba kufika mpaka sasa hivi kwenye eneo ambalo wapo kwenye nafasi ya pili, ambayo tunasubiria mechi ya mwisho itakuwaje. Kwa Simba ni kitu kizuri, kwa sababu mpata alama kwenye mechi ambayo ilikuwa ni ngumu ya jana.